Sisi hatutaki mambo ya komiti. Tumekataa. Mtu jitokesha mimi ni president ya Karayu, hakuna. Tumekataa. Tegemea mambo ya Abagada system. Mambo ya president na mambo ya komiti haiko katika structure ya Borana. Hii ni kuleta ugawanyiko katika sisi Borana. Kwa sauti moja wamesema hatutaki kitu inaitwa kamati. Ile ni kitu wote tumesema. Wazee kutoka ukoo mkubwa wa Karayu wa jamii ya Borana katika kaunti ya Isiolo wamepiga vikali kuanzishwa kwa kamati ya kuiongoza jamii hiyo inayodaiwa kuongozwa na rais, wakisema hatua hiyo inakinzana na mila na desturi za jamii hiyo ambazo zinatambua mfumo wa asili wa kidemokrasia uongozi unaojulikana kama mfumo wa Gatha. Mfumo huo wa Gatha huandaa uongozi, sheria na maisha ya kijamii na una mizizi yake nchini Ethiopia ambako Borana walitoka kama sehemu ya jamii kubwa ya Oromo. Wakizungumza katika eneo la Kina, kaunti ya Isiolo, kufuatia mkutano wao wa siku mbili, wazee hao walilaani hatua ya kundi la wazee wachache wa jamii hiyo waliodaiwa kufanya mkutano huko Marti na kuteua kamati ya kuiongoza jamii hiyo. Wazee hao walisema hatua hiyo ni kinyume kabisa na sheria za kijamii za jamii ya Borana na hivyo hawatatambua kamati hiyo. Adan Dida, Harkan Huka, Abduba Halake na Abduba Dida Tari pamoja na Mahmud Sheikh walikuwa wakizungumza kwa niaba ya wazee. Walisema kuwa ukoo wa Karayu na jamii ya Borana kwa ujumla haijawahi kuwa na rais na kwamba wanamtambua tu mfumo wa Gatha wa uongozi unaongozwa na Abagada kwa usaidizi wa baraza la wazee linalojulikana kama Ayo pamoja na Abakaye na Jarabazi. Walisema Abagada ndiye kiongozi mkuu wa Borana na jamii kubwa ya Oromo na makao yake yako nchini Ethiopia. Hayo kwa majina naitwa Abduba Halake. Mimi ni mkaaji wa Rapsu. Kwanza nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha kwa hii wakati na kuweza kukamilika kwa hii kikao ya wazee wetu ya Karayu kwa mjadala ya kwamba kuhusu mambo ya ile uchaguzi ambayo ilifanywa juzi kuhusika mambo ya utawala ya kusema komiti ndio inatawala ama nini. Sisi ile kitu tunafahamu zaidi, president ni Ruto peke yake. Hakuna mambo president mwingine ati inatawala kabila mahali fulani. Ile president tunajua ni Ruto peke yake. Na ile Borana wako na sheria makususi ambaye wako na sifa katika ulimwengu mzima ambaye watu wanaenda kusomea kule sehemu Ethiopia. Watu wanaenda kufanya utafuti na wanapata degree kuhusika na mambo ya utawala ya Kiborana. Kwa hivyo leo sisi tunasema ile masharti na ile kikatiba ya Kiborana ndio tunataka kuisimamisha kisawasawa. Sababu maneno ya siku hizi inatawala na mambo za wasomi nini vitu kama hizo. Ndio imeanza kuleta ugomvi katika kikao kama hizi ama katika jamii. Kwa hivyo sisi kama Karayu tunasema utawala yetu tunaachia kwa wazee wetu wa zamani, wale wazee wetu ambao wanafahamu shida ya watu wao, wanafahamu yule mtu ako na shida, wanafahamu yule ako na shida, yule ambaye amekufa, wanajua vile watazika na vile watatutua maneno. Kwa sababu Borana wamepatiwa nafasi mzuri hata katika sheria ya Kenya. Kuna Council of Elder. Katika jamii ukiona Borana peke yake ndio wanamaliza hata kesi ya wale ambao wameuana. Borana ndio wako na ile capacity ya kumaliza na wanafanya in a transparency way. Katika Isiolo tunajua kwamba tumesikia wazee wanatuambia katika kesi karibu 99 imemalizwa na wazee. Kwa hivyo lazima tunashukuru na tunahifadhi hiyo sheria ambaye Borana yetu wako nayo. Haswa Karayu tunajua ni washuhuri, wazee wetu wako na akili na wanajua wanafanya kila kitu. Kwa hivyo hiyo ndio tunasema wazee wetu ile uamuzi wameletea sisi. Kutokana na ile mkutano ambayo ilifanyika Marti, walisema hiyo maneno haikuwa imefaa
na wametuletea, na sisi tumekubali ya kwamba utawala ni kwa wazee wetu, hatutaki mambo ya komiti. Hiyo tumekataa, na wale ambao wanaenda na hiyo komiti yao waende hivyo, lakini sisi kama wazee wa Borana, wale wa Karayu, tumesema hiyo maneno hatutaki. Kwa hivyo leo itakuwaje tunaacha ile serikali yetu ambayo tumejenga na tena tunaacha hawa? Haitakuwezekana, sababu ile serikali wameandika vijana wetu. Kwa hivyo lazima tushukuru kwa ile kazi ambayo ametufanyia na wale ambao wanafuata pia. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa hiyo kazi yao wamefanya, na tunaendelea kuwa na yeye, sababu hakuna kitu ambaye inatufanya sisi tuachane na yeye, kwa sababu serikali kama iko pale lazima tunaheshimu serikali. Utawezaje kukataa serikali? Sasa utaenda wapi ukikataa serikali? Kwa hivyo tunashukuru kwa hiyo kazi ambayo wamefanya, na tunahimiza waendelee vizuri kufanya kazi yao. Maana Kayole huwa ananena mara mingi, anasema mimi nikilala kwa class watu ndio watanituma nyumbani, nisipolala wao ndio watanijenga tena. Kwa hivyo anaendelea na kazi yake mzuri, na tunataka yeye aendelee zaidi, apate sifa zaidi, na endelee kuweka Isiolo County mbele zaidi. Nashukuru wenzangu, wazee wenzangu wamekuja hapa kufanya majadiliano, wakakubaliana kwa sauti moja, wamesema hatutaki kitu inaitwa kamati. Ile ni kitu wote tumesema, na wale wanasema mbele yangu wamesema, singependa kurudia. Ya pili, mimi Kamisa Kayole, mimi wakati ya kujenga sijajenga, hata sijapigia kura na hata sijapata, lakini baada wamegombana sijaingia, hata sijazungumza, sababu naona ile kitu nafanywa. Kuna methali moja Borana nasema, kuna wasichana mbili walikuja kutafuta bana. Yeye wasichana aliswaliwa, anaulizwa, baba yako anafanya kazi gani? Anasema baba yangu ardhi inapasuka na chona. Mmoja anasema baba yangu mali hiko, ardhi haipasuki. Kwa hivyo ile ardhi anasema hajapasuka ndio amepata bwana. Kwa hiyo mimi naona nchi imepasuka. Kuna wale walikuwa wameleta watachona, lakini niliona hakuna mtu anachona, ni mawe. Nikaona mimi ni mzee, ni jalab, mimi ni Karayubere. Nimesema nisiingie, nikaenda nyuma kabisa, nikanyamaza kimya. Hakuna mtu anashika sauti yangu hata siku moja. Ile mimi nasema wazee wako wakutanisha hii watu. Kutoka siku hiyo mpaka leo. Kuna mtu leo jana alinipiga simu, ashike vizuri. Aliniambia mumejaziwa mfuko, mnaenda kuzungumza maneno ya Kayole. Sijajaziwa mfuko, mimi nilikuja kwa mambo yangu, lakini leo nimesema Kayole 2 time. Tuka pamoja. 2 time. Mtu aniangalie vizuri kabisa. Nimesema 2 time. Borana imeanzia Ethiopia, sio hapa Kenya. Sio kitu ambao sisi tunatengenezea Isiolo au Marti. Hiyo kitu ilianzia Ethiopia. Ile sharia inatawala Ethiopia ndio inatutawala hapa. Hakuna kitu inaitwa kamati au hakuna kitu inaitwa president ya Borana. Dadayo baso. Iko Jalab, iko Abagae, iko Ayu, iko Abagada. Hakuna structure nyingine hapa katikati. Hii nyingine ni ya biashara. Na hiyo ya biashara tumekataa. 2022 mimi kati ile Dayo Baso walijenga Kayole. Na tangu tulijenga nafikiri tumeshukuru yeye sana. Mambo ya county hii ni ya 3. County ya Dayo Baso walipata nafasi ya mtu mmoja, chief officer. Hakuna director, hakuna nini, ni chief officer moja. Wakati ya Kuti Dayo Baso walipata nafasi ya chief officer moja, nafikiri na director moja. Hakuna nyingine. Wakati ya Gavana Kayole, mwanzo tu tumepewa chief officer 4 na speaker ya county assembly. Nafikiri na director karibu 2. Sasa mkiona picha ile iko hapa. Picha yote ya county iko hapa. Tuko na director hapa. Tuko na chief officer hapa. Tuko na director hapa. Tuko na waziri hapa. Na mmesikia bila MC yetu alikuwa amesema. Juzi wakati nurses waliandikwa, klani ya Borana ni 8.
Kati ya kila 8 Dayo Baso walipata nafasi ya watu 17. Nafikiri tukiongelea hiyo record sisi ndio namba 2. Nafikiri hata tumeshinda Sakuye. Sisi kama Dayo Baso ya Isiolo County tumesema Gavana Kayole ni 2 term. Hatuna wasiwasi tukisema Kayole 2 term. Tuko na nyinyi. Hebu niweni mkono juu 2 term. Ile mtu anataka kulia alie. Na ile mtu anataka kukufa akufe tu. Hakuna shida. Siku yako ikifika utakufa. Tumesema ile ni term ngapi? Muumina term ngapi? Ruto ni term ngapi? Sisi hatutaki mambo ya komiti. Tumekataa. Mtu jitokesha mimi ni president ya Karayu. Hakuna. Tumekataa. President ambaye hii katika ya Kenya iko kabila 42. Hakuna mtu yuko na president. President yetu ni moja ambaye ni nani? President Jamhuri ya Kenya Dr. Samoei Ruto. Ndio yeye ndio president yetu. Tunafuata yeye, tunasupport yeye. Wase Jalla ndio sisi ndio na support. Naona pia sisi tuko na plan ambaye tunataka kualika deputy president wa Kenya Bana Kuduri Kindiki. Tualike bana Meja, sikiza bwana. Tunaalika, tunakula pamoja hapa appointment kwa rais yetu president wa Kenya, president Jamhuri wa Kenya Dr. Samoei Ruto. Tuna support, tunaenda bila mtu yoyote. Mimi ninasema president, mimi nasema hatutaki kupitia kwa mtu. Tunaenda direct kwa office of the president. Umesikia? Tunaenda State House. 2 term. Governor Kayole ni 2 term. President yetu na Ruto 2 term. Na Mumina 2 term. Mimi msimamo yangu ni moja. Hata kama anafanya nini, hatugopi mtu. Mwenyezi Mungu peke yake nagopa. Mimi msimamo yangu ni ya hapa. Mtu yoyote ikiongea akifanya nini, mimi siwezi kubali. Pia Meja Jilo ni 2 term. Tuna support yeye, tuko na nyuma yako. Uwe pamoja na governor, uwe pamoja na deputy president, uwe pamoja na president yetu wa Kenya. Tuna support hawa. Mtu kisema ikitokesha mtu ninasema mimi ni president, hii ni dhulma. Tunajua president yetu ni moja, hii ni iligo ya katika ya Kenya. Hatutaki hiyo. Bali ambaye madume ligongana, nyasi wanaumia. Nyasi imeumia. Governor Kayole isifate maneno wale ambaye ilimbichi yeye. Angalia sisi nyuma, sisi wase tuko na nyuma yake. Waangalie sisi, hata watoto wetu ile ngine iliandika wanasemekana juzi kwa Marti wanasema watoto 42 wanafutwa. Sijui nini hiyo watoto, hata ilikuwa bado eleza sisi. Sijui naye inaandikwa. Hatujui hiyo. Naona sasa kama maneno hiyo iko bana Meja, sikiza bana. Isikize hiyo watoto, hata hiyo watoto huna dhambi, wale wako na dhambi iko, isifate hiyo maneno. Ikirudi bande ya komiti. Kila mtu yuko na mila na kabila ambaye katika ya dunia ama katika ya Kenya ama katika Isiolo County wako na mila yao. Sisi tunakubali, tunaishi, tunatembea naye na wase yetu na Jalla. Naona tunatembea nini? Wale wanaendesha maneno yetu ni Jalla. Kwa mjibu wa Abduba Didatari, mzee wa ukoo wa Karayo, hatua ya kundi hilo linalojitenga kuanzisha kamati tata ya utawala inalenga kusababisha mgawanyiko ndani ya jamii hiyo kubwa kwa misingi ya kisiasa, akisisitiza kuwa jamii inapaswa kuunga mkono serikali iliyopo yake Rais William Ruto na ya kaunti chini ya uongozi wake Gavana Abdi Guyo ili inufaike kikamilifu na programu na miradi mbalimbali. President na mambo ya komiti iko katika structure ya Borana. Hii ni kuleta ugawanyiko katika sisi
corona, na italeta shida mingi sana. Ati mpaka tena uone president huwezi oa, mpaka uone president huwezi pita hii miti. Hii ni kutufunga. Tumekataa. Siasa watu unaangalia mrengo ambayo umetoka, na ukipata kura mtu anaona kama tu anasaidia tu mtu yake mwenyewe. Sisi wengine wetu tunawekwa nje. Faida ya siasa atupati. Na mmoja wetu MC wetu wa Kina akiwa anaongea ukweli anawekwa kando. Hiyo imefanya sisi tuwe tumedidimia kisiasa ndani ya Isiolo. Ile ubaya ambayo wameweka mbele yetu hakuna. Tulikuwa na wazee wengine hapa katikati yetu, na tuliomba vitu 7 akatuongeza sisi 3 juu yake. Hiyo ni heshima kubwa sana, na sisi tumepigiwa simu kutoka sehemu mbalimbali, tukaambiwa mbona mnaenda huko bila ruhusa yetu? Kayole ni gavana wetu, hatuombi ruhusa kwenda kwake. Tuko na haki ya kumwona, na sisi tuache tena shida ya kusema mtu wetu akikosa kura tunabaki na huyo mtu ambaye amekosa kura hapo. Na gavana legitimate ambaye amechaguliwa ni gavana Kayole hadi 2027. Hakuna mwingine. Wengine ambaye ni werefu wanasimama kura pamoja, kesho wanageuka wanajoin serikali. Kutoka leo tusibaguliwe na mambo ya kisiasa. Tusitumiwe na watu wachache kutugawanya, tukose faida ya serikali ya Kayole. Nikiripotia Kamacho TV, itaripota 001 wa Chumbi Kamacho.